Alikuwa na ndoto kubwa, akapanda kwa kasi kwenye kilele cha mafanikio, lakini hakudhani kuwa anguko lake lingekuwa la kusikitisha kiasi kile. Daniel Drinkwater, jina lilotikisa ulimwengu wa soka kwa muda mfupi, alijikuta akipotea kwenye giza la kutoonekana tena, licha ya kung'aa kwa muda katika uwanja wa ushindi wa ligi kuu ya England. Kutoka kuwa shujaa wa mtaji hadi kuwa mchezaji asiyehitajika, maisha yake yaligeuka ghafla na kuacha maswali mengi kuhusu mwelekeo wa kipaji chake. Maisha yaligeuka ghafla na kuacha maswali mengi kuhusu mwelekeo wa vipaji vinavyodhoofishwa na mazingira ya kisaikolojia, majeraha, changamoto za kibinafsi. Daniel Drinkwater, maarufu kama Danny Drinkwater, alizaliwa tarehe 5 Machi mwaka 1990 huko Manchester, Uingereza. Alianza safari yake ya soka akiwa na umri wa miaka 9 katika akademi ya Manchester United, ambapo alijifunza misingi ya mchezo huo. Hata hivyo, hakupata nafasi ya kucheza katika kikosi cha kwanza cha klabu hiyo, na hivyo kupelekwa kwa mkopo katika vilabu mbalimbali kama Huddersfield Town, Cardiff City, Watford na Barnsley. Alijipambanua kama nyota ng'avu katika anga la soka. Macho ya wengi akamtazama kwa matumaini, midomo ya wachambuzi ikamtaja kwa sifa, na historia ikamwandika kama sehemu ya ushindi mkubwa uliotikisa ulimwengu wa kandanda. Lakini kama vile nyota hupotea usiku wa manane, Danny Drinkwater aliteleza kutoka kilele cha sifa hadi shimoni pa kusahaulika. Kile kilichoanza kama ndoto ya dhahabu kikageuka kuwa hadithi ya huzuni na majuto. Mnamo mwaka 2012 nyota yake ilianza kung'aza kwa matumaini alipohamia Leicester City. Hapo alijijenga upya, akapata nafasi ya kuonyesha uwezo wake wa kiungo cha kati, mwenye macho ya kuona pasi kabla haijatoka. Msimu wa 2015-2016 ulikuwa wa kipekee kwa upande wake. Akiwa sehemu ya kikosi cha kihistoria kilichokamata taji la ligi kuu ya England chini ya Claudio Ranieri, dunia ilimshangilia, vyombo vya habari vikamuinua, na timu ya taifa ya England ikamuita akavalia jezi ya taifa lake. Lakini kama bahari iwavyo tulivu utawaliwa na mawimbi makali, ndivyo maisha yake yalivyogeuka. Mnamo mwaka 2017 alihamia Chelsea kwa ada kubwa pauni milioni 35, lakini baada ya mafanikio alikumbana na giza nene, majeraha ya mara kwa mara, ushindani mkali, mabadiliko ya makocha na ukosefu wa nafasi vilimpeleka katika mateso ya kimya muda mwingi. Alikaa benchi au hata nje ya kikosi kabisa. Alitazama ndoto yake ikiyeyuka kama theluji kwenye jua. Nje ya uwanja upepo haukuwa rafiki, alipoteza wapendwa wake. Baba yake akakumbwa na ugonjwa wa saratani, na yeye mwenyewe kakabiliwa na kesi ya ulevi wa kuendesha gari. Moyo wake ulizidi kulemazwa, akili ikazongwa na mawingu ya huzuni. Alianguka sio tu kama mchezaji, bali kama binadamu anayeishi katika kivuli cha mafanikio ya zamani. Alijaribu kujiinua kwa mikopo hapa na pale, Burnley, Aston Villa, Kasim Pasha, lakini hakurejea tena kwenye umbo lake la enzi la Leicester City. Hatimaye mwaka 2023 aliamua kuhitimisha safari yake rasmi ya soka. Alitangaza kustaafu akiwa na umri wa miaka 33. Akasema kwa uchungu alipoteza baadhi ya miaka yake bora akiwa Chelsea. Leo hii Danny Drinkwater anapambana kujenga maisha mapya baada ya kujaribu biashara ambazo hazikufanikiwa. Sasa anafanya kazi kwenye sekta ya ujenzi, akiwa miongoni mwa watu wa kawaida, kutoka kwenye dimba la Stamford Bridge hadi jukwaa la ujenzi. Maisha yamemfundisha kuwa mafanikio si ya kudumu, na kwamba mwanadamu hupimwa si kwa alivyopanda, bali kwa alivyoinuka alipokwama. Maisha yamemfundisha kuwa mafanikio si ya kudumu, na kwamba mwanadamu hupimwa si kwa alivyopanda, bali kwa alivyoinuka alipokwama. Makala haya yametayarishwa na kusomwa nami Abu Bakar Malulu, na hii ni Anwari TV.